Umoja wa Ulaya EU unataka kufadhili silaha za gharama kubwa huko nchini Ukraine kwa lengo la kuendelea na mapambano dhidi ya Urusi. Ikumbukwe mataifa hayo ya Umoja wa Ulaya yalishaweka wazi kusema kwamba Urusi ndiye adui wao nambari moja kwa sasa, na wakati huu wanapaswa kupambana kwa kila hali kuweza kuona wanaweza kupambana na adui wao huyo, lakini pia na kupata ushindi. Mawaziri wa fedha wa Umoja wa Ulaya watakutana wiki hii kujadili utaratibu mpya wa ununuzi na ukodishaji wa ulinzi ambao unaweza kujumuisha Ukraine, kulingana na shirika la habari la Reuters. Brussels inapanga kuanzisha mfumo wa ulinzi wa Ulaya EDM kama sehemu ya mpango wake wa kijeshi wa mabilioni ya euro. Na wakati huu katika mkutano usiokuwa rasmi huko Warsaw Jumamosi, mawaziri wanatarajia kupitisha mabilioni ya fedha kwa ajili ya kuhakikisha wanailinda vizuri nchi ya Ukraine ambayo bado inangurumishwa makombora kutoka nchini Urusi. Hazina serikali tofauti kutoka Umoja wa Ulaya zimeundwa kwa ajili ya kuhakikisha mtaji wa kukopa fedha dhidi ya suala hili inaweza kupatikana kwa ajili ya kupata silaha za gharama kubwa ambazo zitapelekwa huko nchini Ukraine, lakini pia kwa ajili ya kuilinda EU kwa kudumisha mifumo ya silaha za gharama kubwa, ikiwa ni pamoja na ndege za kivita za hali ya juu na satellite za kijeshi kwenye mizania yake. Mfumo huo unaofahamika kama EDM utawezesha wanachama Umoja wa Ulaya kutumia mali bila kukiuka vikwazo vya deni la taifa. Nchi ambazo zipo katika kipaumbele wakati huu ni pamoja na Ufaransa, lakini pia Ujerumani na Uingereza ndizo ambazo zimeamua kuhakikisha kwamba fedha hizi zinapatikana, na mpango wao ni kwa ajili ya mapambano yao dhidi ya Urusi. Viongozi wa Umoja wa Ulaya wameahidi kuunga mkono Ukraine dhidi ya Urusi licha mabadiliko ya sera mjini Washington, ambapo Rais Donald Trump analenga kupatanisha juu ya vita vinavyoendelea. Mtazamo wa EU umekosolewa na baadhi ya wanachama wa umoja huo, zikiwemo nchi kama vile Hungary pamoja na Slovakia, ambazo mara kadhaa viongozi wake wameweka wazi hawaungi mkono juu ya vita vinavyoendelea kati ya Urusi na Ukraine, na wamekuwa nambari moja kwa ajili ya kutafuta suluhu ya vita hivyo. Wapinzani wameishutumu Brussels kwa kuharibu uchumi wa Umoja wa Ulaya kwa vikwazo vilivyokusudiwa kuiadhibu Urusi na kuhatarisha kuongezeka kwa uhasama. Hungary imetumia mamlaka yake ya kura ya turufu kupata makubaliano kutoka katika tume ya Ulaya wakati maamuzi makubwa ya kuunga mkono Ukraine yalipohitajika kuidhinishwa kwa kauli moja. Brussels inalenga kukopa hadi euro bilioni 800 sawa na dola bilioni 880 kwa miaka 4 kwa matumizi ya kijeshi, ikisisitiza kwamba ufadhili huo ni muhimu kujiandaa kwa shambulio linalowezekana la Urusi. Moscow imekanusha nia yoyote ya fujo dhidi ya Umoja wa Ulaya ama nchi yoyote katika Umoja wa Ulaya. Maafisa wa Urusi wanashikilia kuwa mzozo wa Ukraine ni vita vya wakala wa magharibi vilivyochochewa na upanuzi wa NATO barani Ulaya. Aprili iliyopita, Joseph Borrell ambaye wakati huo alikuwa mkuu wa sera za Umoja wa Ulaya alisisitiza kwamba lengo lao ni kupunguza mgawanyiko katika matumizi ya kijeshi ya EU kwa kupitisha mbinu ya mnunuzi mmoja kama Pentagon. Alisema kuwa ununuzi wa Ulaya unakabiliwa na mielekeo ya wanachama kujitolea, wakati majimbo nchini Marekani hayana mashaka inapofikia ambapo silaha zinazalishwa. Mtazamaji, endelea kutufuatilia kupitia hapa The World News, ndipo ambapo tutakujuza mambo mengi ambayo yanajiri katika ulimwengu. Basi usisahau kulike, usisahau kucomment, lakini pia kusubscribe channel yetu hii, utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein.